hivi vitatu vinatengeneza msamiati ambao unasema mjumuiko wa kheri zote ndani ya mwezi wa Ramadhani unakusanya vitu vifuatavyo. Yani zile madarasa tatu zenyewe zinatupa slogani nyingine ambayo inasema mjumuiko wa vitu vyote katika kheri ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi unakusanya vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza kinachokusanya katika mwezi wa Ramadhani ni Qur'ani tukufu, na ndio mwezi wa Qur'ani. Kitu cha pili kinachokusanya katika mwezi wa Ramadhani ni zakatul fitri. Zakatul fitri tutaieleza kidogo, lakini kitu cha tatu ambacho kinakusanya ndani ya mwezi wa Ramadhani ni salatu tarawih. Watu wanahuisha salatu tarawih. Lakini kitu cha nne ni sittatu ash-Shawwal. Hizi ziko nje ya mwezi, lakini tunaziambatanisha na mwezi kwa sababu ya maneno ya al-Imamu, mwanachuoni ambaye ametunga ad-Durratun Nasihina. Kuna maneno aliyaweka katika kuanisha mwezi wa Ramadhani na sittatu ash-Shawwal. Lakini namba 5, Ramadhani inakusanya Lailatul Qadr. Kwa mjumuiko wa haya yote tuliyoyataja, mwezi huu bila shaka utakuwa ndo sayyidu shuhuri, memba wa miezi yote katika ulimwengu. Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, moja ya kauli zake alisikika siku moja akisema sayyidu shuhuri Ramadhani, bwana memba wa miezi yote ni mwezi wa Ramadhani. Na mwezi huu umepata sharafu, umepata utukufu kwa sababu ya hivyo vitu tulivyovitaja, lakini moja ya sababu Allah tabaraka wa taala alitambua ma yanalu al-fakira, kile ambacho anakipitia fakiri. Fakiri mtu ambaye hana kitu, anapitia stresi, leo nitapata wapi chakula? Kwa hiyo Allah alipolijua hilo akaingiza kwa tajiri funga, ile mradi pale atakapofunga atapata kuonja shida ya njaa, isiwe sababu ya kumsahau ndugu yake katika imani, ataharakisha kwenda kumsaidia kuiziba ile njaa yake, ndugu zangu katika imani. Lakini katika darsa ambayo tumelieleza, tulitaja Qur'an na tukasema miongoni mwa vitu ambavyo vinatengeneza mwezi wa Ramadhani ni Qur'an. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an. Huu mwezi una sharafu kubwa na ndio mwezi wa Qur'an yenyewe. Sasa miongoni mwa mambo ambayo yanatakiwa katika mwezi wa Ramadhani, kuhuisha kitabu cha Qur'an, watu wasome sana Qur'an. Fakana al-Imamu Malik ibn Anas radiyallahu anhu, alikuwa al-Imamu Malik, yeye idha dakhala Ramadhan, itakapoingia Ramadhan, saraka qira'at al-haditha, alikuwa anayaweka mbali, anayaacha masomo ya hadithi, wa mujalasat ahli al-ilm, na alikuwa anaviacha vikazi vyote vya watu wa ilmu, wa aqbala ala qira'ati al-Qur'an fi al-mushaf, na alikuwa anaelekea kisomo cha Qur'ani fi al-mushaf, katika msahafu. Hii yote kuonesha umuhimu wa Qur'ani, ndugu zangu katika imani. Lakini katika hadithi ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, hadithi yenyewe ameipokea al-Imam al-Bayhaqi wa Abu Nu'aym, anasema afdalu ibadati ummati qira'atul Qur'an, ibada iliyokuwa bora katika ummati wangu, ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kuisoma Qur'an. Leo inawezekana
ukakuuliza toka imeanza Ramadhani mpaka leo umesoma Qur'ani mara ngapi? Inawezekana ukitoa zile Al-Fatiha, zile suratul Fatiha za katika sala na zile sura zingine labda sabbihisma na nini, hauna kitu ulichozidisha zaidi ya hizo, kwa maana Qur'ani yako wewe ndani ya mwezi wa Ramadhani ipo katika sala tu. Ikiwa hivyo, hapo tuseme inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kwa maana huu utakuwa ni msiba mkubwa sana ndugu yangu katika imani.